Kelvin, umeliweka sawa kabisa hilo. Kwa hii leo ni siku ya ithibati na tutaangazia hapa kuhusu umuhimu wa kuthibitisha bidhaa na huduma, na kubwa zaidi ni kuangazia ni bidhaa zipi ambazo zinatakiwa kuthibitishwa na ni kwa namna gani zinathibitishwa na mamlaka husika. Ikiwa hapa tunaye afisa udhibiti ubora mwandamizi kabisa kutoka TBS, Baraka Mbajije. Karibu sana Baraka. Asante sana. Habari ya TBS? Mshukuru Mungu. Mamlaka ambayo mnathibitisha ubora wa bidhaa na huduma pia. Tunathibitisha ubora wa bidhaa, huduma, lakini pia na michakato au process. Okay. Kivipi mnayafanya hayo? Kwenye kudhibiti ubora wa bidhaa, msingi mkubwa tunatumia viwango ambavyo vinakuwa vimeandaliwa, na hata huduma pia tunakuwa na viwango vya kitaifa na kimataifa. Sasa tunakuwa na ngazi tofauti tofauti za kiudhibiti, na tukisema udhibiti hii dhana wakati mwingine inatafsiriwa vibaya. Wanafikiri kama kuzuia. Tukizungumza kwa maana ya udhibiti, na leo tulikuwa kwenye kiadhimisha siku ya ithibati duniani, ni mchakato ambao unalenga kutoa ushahidi wa tatu, third party, ambaye anatoa ushahidi wa namna ambavyo huduma au bidhaa ni bora na ni salama kwa watumiaji. Kwa hiyo dhana ya udhibiti Watanzania wasitafasiri kama kuzuia au kufanyaje. Hapana, ni namna ya kuwa shahidi wa tatu kwenye huduma au kwenye bidhaa, kwamba bidhaa hiyo ni salama, lakini pia ina ubora unaotambulika na unaokubalika kwa mujibu wa sayansi ya bidhaa husika. Na mnaishia wapi kwenye udhibiti? Kwa sababu tunafahamu kwamba bidhaa na huduma ziko nyingi. Ni zipi mnazipa ithibati na ni zipi ambazo hamwezi kuzipa ithibati? Kimsingi tukisema ithibati, kila bidhaa na kila huduma ina ithibati, isipokuwa kuna mgawanyo, kwamba kuna baadhi ya bidhaa taasisi nyingine natoa ithibati. Ila tukizungumza ithibati, kila huduma, kila bidhaa inaweza kupata ithibati. Sasa inapokuja swala la TBS kwenye kutoa ithibati, tunatoa ithibati kwenye bidhaa zote zinazofanya biashara kama au huduma yoyote ambayo inafanya biashara kwa kutumia viwango ambavyo vimekubalika kimataifa, isipokuwa tu kwenye wigo wetu hatugusi eneo la dawa na vifaa tiba ambapo kuna mamlaka nyingine. Lakini leo tukiwa tunazungumza siku ya ithibati, tunazungumza pia ziko mamlaka zingine ambazo zinatoa huduma ya udhibiti kwa TBS. Kwa maana kwamba TBS huduma zake pia huwa zinaangaliwa kwa kuzingatia viwango vya kimataifa, tunaita accreditation, na huduma za TBS tayari ziko accredited na mamlaka za ithibati huko duniani. Na tunaposema sasa wigo kwamba tunaishia wapi, ni kwamba pale inapokuwa huduma au bidhaa inataka kwenda kwa mlaji, hapo ndipo tunapoanzia kutoa ithibati. Lakini pia na sisi tunapokuwa tunatoa shughuli zetu, tunafanya shughuli zetu za kuthibitisha ubora wa bidhaa na huduma, mamlaka zingine za kimataifa zinakuja pia kutukagua na kutoa ithibati kama taasisi ambayo ina umahiri kwenye utoaji wa ithibati ya bidhaa na huduma. Sasa mkithibitisha bidhaa, mnaweka nembo yenu ya TBS. Naam. Endapo tutakutana na bidhaa ambayo haina kabisa nembo ya TBS, hatutakiwi kuitumia kwa sababu tutakuwa hatuna uhakika na ubora wa bidhaa hiyo. Ni kweli, unapoona bidhaa iko kwenye soko haina nembo ya TBS, pale unataka kuanza kujenga mashaka. Na kwenye utaratibu wa udhibiti ubora huwa tunasema mlaji ni mdhibiti wa mstari wa pili. Mstari wa kwanza anakuwa ni mzalishaji wa bidhaa husika, mstari wa pili ni mlaji, na mamlaka za udhibiti kama TBS sasa inakuwa ni kwenye mstari wa tatu. Kwa hiyo unapoona bidhaa iko sokoni na unataka kuinunua alafu haina alama ya ubora ya TBS, pale anza kujenga mashaka, na hatushauri uitumie bidhaa ambayo haina nembo ya ubora ya TBS, kwa sababu ubora wake haujulikani. Hakuna shahidi wa tatu ambaye anakupa ushahidi kwamba hii bidhaa ni salama na inafaa kwa matumizi.
Baraka, siku hizi tunaishi katika mitandao ya kijamii. Huko mitandaoni kuna bidhaa nyingi sana zinauzwa na hazina nembo za TBS. Tunaweza kuthibitisha vipi kwamba sasa bidhaa hizi ni bora, tunatakiwa kuzinunua na kuzitumia? Labda niseme kwamba shirika la viwango limepata ithibati ya umahiri katika ukaguzi, na katika eneo mojawapo ambalo tunafanya ukaguzi ni kwenye mitandao pia. Tumeanzisha kitu kinaitwa e-surveillance, kwa maana ya ufuatiliaji wa bidhaa zinazouzwa kwa njia ya mtandao. Okay. Tunafuatilia bidhaa zikiwa zile zinazouzwa mitandaoni ziwe ni zile bidhaa ambazo tayari zimeshapitia kwenye mifumo yetu ya udhibiti ubora. Kwa hata kama unaiagiza bidhaa mtandaoni, hakikisha kwamba muuzaji anayekuuzia hiyo bidhaa anakuonesha hiyo bidhaa ina nembo ya ubora ya TBS. Kama haina, sikushauri agize hiyo bidhaa, kwa sababu hatuna dhamana nayo, na ikikuletea shida inakuwa ni changamoto kwako, lakini pia ni hasara kwa taifa. Inabidi nchi itumie gharama nyingi kuanza kukutibisha, wakati ungeweza kuepuka hiyo hatari kwa kununua bidhaa zenye nembo ya ubora ya TBS. Sawa kabisa. Na ukijaribu kuangalia kuna wajibu wenu ambao mnao kama mamlaka za kuthibitisha ubora, lakini kuna wajibu wa wazalishaji kuhakikisha kwamba bidhaa zinakuwa na ubora, na kuna wajibu wa mlaji kuhakikisha kwamba anatumia kile ambacho tayari kimethibitishwa na kina ubora. Katika utekelezaji wa wajibu huo, nyie mnaona ni upande upi unapwaya katika hizo pande tatu? Kwa sehemu kubwa kama ulivyoeleza, kila upande na wajibu wake, ila tuna changamoto kubwa sana kwa walaji. Changamoto iliyopo kubwa kwa walaji ni kitu tunaita price consciousness. Yaani walaji wanajali bei ya bidhaa kuliko kufuatilia ubora wa bidhaa husika au usalama wa bidhaa husika. Kwa mfano, tumekuwa na programu mbalimbali za kutoa elimu kwa umma, kuwaelewesha umuhimu wa kusoma taarifa za vifungashio kwenye bidhaa kabla ya kununua, lakini pia kujiridhisha na bidhaa anayoinunua kabla hajainunua. Okay. Lakini asilimia kubwa ya walaji, akifika cha kwanza anachoangalia ni bei. Nitoe mfano, katika kaguzi zetu za ufuatiliaji kwenye soko, tulibaini kuna bidhaa za nguo zinazouzwa kwa bei tofauti tofauti. Yaani nguo inafanana vile vile, ila zina bei tofauti tofauti. Mashaka ya kwanza natakiwa anzie kwenye bei. Ukiona mtu anakuambia hii nguo inauzwa 500, anza kujenga mashaka. Yaani material gani ambayo ametumia mpaka aweze kuizalisha nguo kwa shilingi, aiuze kwa shilingi 500 na apate faida. Sasa katika kufuatilia tukagundua kuna wakati wateja wanapeleka oda maalum viwandani kwamba nizalishie nguo ya kiwango hiki, ambayo inakuwa ni nje hata ya viwango vyetu vya kitaifa vinavyokubalika. Kwa hiyo matokeo yake sasa zile bidhaa zinakuja kuleta tabu. Tulibaini pia hiyo kwenye vifaa vya ujenzi, hasa mabati. Kuna watumiaji wa vifaa hivi anaenda moja kwa moja kiwandani, anapatana na mzalishaji amzalishie bidhaa ambayo yuko chini ya kiwango moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kwenye matumizi, kwa sababu tu anapunguziwa bei. Kwa hapo pamekuwa na changamoto, na tumeweka mkazo hapo sana kwa kuongeza elimu kwa umma, ili kabla ya mnunuaji kufikiria bei, aanze kwanza kufikiria ubora. Tunajua tuna changamoto ya kiuchumi, tunatofautiana, lakini ni vema ukaipa kipaumbele kwanza ubora kwenye bidhaa kabla ya kuinunua. Sisi watu na msemo mmoja tunasema kwamba rahisi ni gharama. Kwa maana kwamba unaweza kununua kwa bei rahisi, lakini kwa miaka 5 kanunua mara 6 wakati ungeweza kununua mara 1 kwa hiyo miaka 5. Sasa hapo Baraka, ukizungumza kuhusu bei, kuna bidhaa ambazo zinakuwa bei rahisi sana, lakini pia ukiangalia ubora wake unaona yani hichi hakitokaa, yani hakitodumu. Zipo bidhaa ambazo nyingi zinatoka mataifa ya nje na watu wamekuwa wakizikimbilia. Umetoka kuongelea hapa kuhusu bei, unakimbilia kwa sababu ni 1000, 3000, 5000. Sasa hizi bidhaa mnazithibitisha vipi? Kwa sababu mtu ananunua kisu, akijafika nyumbani kisha mpini na kisu chenyewe vishaachia. Mnathibitisha vipi hizi bidhaa ambazo
pengine sasa hivi soko lake linazidi kukua hapa nchini, bidhaa ambazo zinatoka nje na bei zake ni rahisi sana. Yes, kama nilivyoeleza awali kwamba tuna hiyo changamoto ya watu kuangalia bei wakati anaagiza bidhaa, na kwenye mifumo yetu ya ukaguzi hasa pale bandarini na kwenye maeneo yote ambako ya forodha ambako bidhaa zinapitia, tumeweka wakaguzi pale kwa ajili ya kufuatilia. Sasa tukabaini kuna changamoto ndio kwenye swala la udhibiti, hizi layer tatu zisiposhirikiana, kwa maana ya mzalishaji, mlaji na shirika la viwango lenyewe, panakuwa na changamoto. Tumekuwa na changamoto ya hizi bidhaa ambazo mtu anaagiza moja kwa moja akiziita ni za matumizi binafsi. Na matokeo yake sasa hata baadhi ya bidhaa za nguo analeta bidhaa chache okay, lakini kula ameziita ni za matumizi binafsi, lakini baadaye zinaingia kwenye soko anakuja kuziuza. Na hii imekuwa sana kwenye hizi bidhaa zinazouzwa kwa njia ya mtandao, kwa sababu wengi wanaleta vifurushi vidogo, na taratibu zetu za ukaguzi, bidhaa zinazoenda kwenye matumizi binafsi huwa hazikaguliwi kama zile bidhaa zinazoenda kwenye biashara. Sasa matokeo yake kumekuwa na njia nyingi sana za uingizaji, zingine za kiholela, lakini nyingine za kutumia hiyo, analeta kama begi lake binafsi, anaziingiza nchini, lakini baadaye anazipeleka kwenye biashara. Na baada ya kugundua hilo, kama utakuwa umefuatilia, tumeanza kuweka wakaguzi kwenye vituo vya hasa hizi airport zetu hizi ambako haya mabegi yanapitia. Tumeanza kuweka wakaguzi pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafuatilia kila bidhaa inayoingia, hata kama ni ya matumizi binafsi. Ikizidi kiwango fulani, tunajua hauwezekani wewe nguo ya aina moja umenunua nguo 9, utazivaaje? Tueleze vizuri ili tuweze sasa kuanza kusimamia kwenye eneo hilo. Itakuwa inapendelea rangi tofauti tofauti. Tunatathmini, tuna maswali ambayo tunakuuliza, kwa utaalamu wetu tutajua tu kwamba hii inaenda kwenye biashara au inaenda kutumika kwenye matumizi ya kawaida. Na pale ambapo mnakuta bidhaa ambayo mabidhaa ambazo hazina ubora, nini ambacho huwa mnafanya? Hatua ya kwanza tukishabaini bidhaa ambayo haina ubora ni kuiondoa kwenye soko au kuiondoa kwenye matumizi, ili sije kaleta madhara, kwa sababu bidhaa yote ambayo ina ubora ina athari kubwa sana kiafya au kwenye mazingira, au wakati mwingine inaweza kusababisha ajali. Kwa hiyo hatua ya kwanza kabisa ni kuiondoa kwenye mzunguko, na hatua ya pili ni kwenda kuiteketeza. Hatua ya tatu sasa tunashughulika na huyu ambaye ameingiza hiyo bidhaa ambayo haina ubora kwenye matumizi. Kwa mujibu wa sheria ya viwango ambayo inasimamia masuala ya udhibiti ubora, inatoa adhabu mbalimbali kwa mtu ambaye anaingiza bidhaa kwenye mzunguko bila kufuata utaratibu, na kuna faini ambazo zimeainishwa pale. Hapo ndipo tunapokuja kushughulika. Ila hatua ya kwanza kabisa ni kuhakikisha hiyo bidhaa haimfikii mlaji, ikiwa katika hali hiyo isijikaleta madhara makubwa kwa watumiaji. Sawa kabisa. Na mmekuwa mkichukua hatua gani sasa? Manake kumekuwa na wasiwasi kwamba kuna baadhi ya bidhaa hasa zimekuwa watu wanazishuku zinakuwa fake. Kwa mfano kumekuwa na taarifa kwamba kuna wimbi kubwa la vilevi vinaingia nchini vikiwa feki na vinasababisha madhara makubwa sana kwa nguvu kazi ya taifa, hasa vijana. Inaonekana kwamba kuna baadhi ya namna, kuna mazingira kama mnazidiwa nguvu hivi katika kudhibiti hizi bidhaa. Umezungumzia swala mfano wa hiyo bidhaa za vilevi. Tafiti zetu ambazo tunazifanya na kaguzi zetu za ufuatiliaji ambazo tunazifanya, changamoto kubwa ambayo tuliibaini kwenye vilevi sio vilevi kutokuwa na viwango. Tatizo kubwa tuliokuja kulibaini ni tabia ya watumiaji wa vilevi. Tulifanya utafiti mwaka jana kufuatilia kuona kiwango cha pombe inayotumika kwenye vilevi hivi, na tulibaini kulikuwa na changamoto ambayo sio yenye madhara hasi, kwa maana ya ile kiwango cha kilevi kilichokuwemo ndani. Ila shida ni kwamba mtu anajua ana uwezo wa kunywa bia 2, anakunywa bia 10. Sasa matokeo yake mwili hauwezi kustahimili nguvu ya kile kilevi. Hamjagundua kabisa kwamba kuna hizo bidhaa ambazo zinaingizwa zikiwa aidha zimechakachuliwa ama kwa sababu kuna taarifa moja tuliiona ikieleza kwamba kuna bidhaa za vilevi ambazo zinaingia zikiwa
zimechakachuliwa ama zikiwa ni feki au nyingine zikiwa zimetengenezwa aidha zimepunguzwa vilevi au zimeongezwa vilevi? Changamoto ya uchakachuaji sasa, kuna masuala mawili hapa. Kuna swala la bidhaa na chapa halisi ya bidhaa husika, kwa maana mtu anataka kununua bia ya jina fulani akauziwa bia ya jina hilo ila ikiwa sio kutoka kwa mtengenezaji yule. Hiyo ndio tunazoziita bidhaa feki. Sasa kuna jambo la pili sasa la ubora wa bia husika. Sasa nyie katika hayo yote lipi mmegundua kama TBS? Kubwa tuliolibaini ambao tunashirikiana na wenzetu wa Tume ya Ushindani ni hilo la kuigiza majina ya bidhaa zingine. Na wanaoigiza wanazalisha hapa ndani au ni kutoka nje? Kuna zinazotoka nje na kuna zinazozalishwa hapa ndani. Kwa wapi mpaka zinamfikia mtumiaji? Kama nilivyosema, swala la udhibiti hizi raia tatu ziliposhirikiana na ni kazi kidogo. Kwenye bidhaa hizi hasa hizi pombe kali, sayansi yake ya utengenezaji kwanza ni rahisi. Maana wengi wanachofanya tu ni kupata ile tunaita neutral spirit, unachanganyia na maji kwa maana ya kuzimua ili kupata sasa kiwango cha pombe ambacho unakuhitaji, kisha unafungasha kwenye chupa na inaenda sokoni. Kwa kuna ufungashaji bubu ambao upo mitaani huku, wenyewe wanajiita wakemia wamekuwa wengi. Tunapokuja kukutana nazo, hiyo bidhaa tuwezi kuiona ikiwa inafungashwa bubu mpaka pale itakapotoka kwenda kwenye mashelfu. Sasa bahati mbaya sana zinatoka zikiwa na majina ya bidhaa ambazo tumeshazithibitisha. Kwa hiyo ukikuta kwenye shelfu mpaka umpate mzalishaji mwenye jina husika, ataweza kuitambua kwa kutumia sasa zile taarifa zake ambazo anazijua zinazotambulisha bidhaa yake. Yeye ataijua kwa urahisi kuliko shirika la viwango. Kwa hiyo unakuta kama bidhaa, nitoe mfano kwa bidhaa ambayo ina jina labda la Azam. Halafu kuna mtu mwingine yuko Bonyokwa kazalisha bidhaa hiyo ya jina hilo na chapa ile ile na mfanano ule ule wa Azam, akaiweka sokoni. Mtu wa kwanza kuweza kutambua kwamba hii bidhaa iliyoingia hapa sio ya Azam lazima awe ni Azam, kwa sababu Azam ndiye anayejua aina ya siri alizoziweka kwenye zile taarifa. Sasa mtu wa pili anakuwa ni TBS. TBS tunafahamuje? Tunafahamu kwa kufuatilia zile namba za toleo zinazokuwa zimewekwa, tunaita batch number. Tukizipata zile namba za toleo, huwa tunawasiliana na viwanda kujua kama hiyo namba ya toleo imetolewa na kiwanda husika. Sasa kwa bahati mbaya, kuna wakati tukifanya hivyo pia tunakuta hata kiwanda chenyewe hakiwezi kutambua kama bidhaa yake imechakachuliwa, mpaka tutakapoenda sasa kulinganisha, kupima bidhaa ya kiwandani halisi na hii bidhaa iliyoko tuliyokuta kwenye soko, unakuja kukuta kuna utofauti. Hata kama ule utofauti hauleti madhara sana, ila unabaini kwamba hii kiwango chake hakijafikiwa sawa na hiki. Kwa hiyo kuna mchakato karefu, na wakati mwingine sasa tunalazimika kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kwa ajili ya kubaini hawa wahalifu, kwa sababu ni uhalifu kabisa kama walivyo wahalifu wengine wanafanya hizo bidhaa. Nguvu mnayo au mnahitaji kuongezewa nguvu? Kwa maana ya nguvu ya TBS ipo, ila haitoshi mpaka tushirikiane na vyombo vingine, lakini na wadau wengine na wananchi kwa pamoja. Kwa bahati nzuri ni kwamba sasa hivi wananchi wengi wameshazielewa bidhaa wanazozipenda. Wapi hampati ushirikiano wa kutosha? Sehemu kubwa ni kwenye taarifa za kwa wananchi ambao wanatumia hizi bidhaa. Wanatupatia taarifa aidha kwa kuchelewa, au wakati mwingine taarifa anazozitoa anaogopa wakati mwingine mtenda uhalifu ni jirani yake. Kwa anazitoa bila kuweka taarifa sahihi zinazotusaidia kumfikia mhalifu kwa wakati. Tusaidie kwa mwananchi anayekufuatilia, anawezaje kuwasiliana na nyie moja kwa moja kirahisi? Moja, tuko kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya kubaini kwamba jamii kubwa iko kwenye mitandao ya kijamii, tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la TBS. Tafuta tu kwenye Instagram tunapatikana, tafuta kwenye X tunapatikana, kwenye YouTube tunapatikana. Huko unaweza kutumia ujumbe na utapokelewa. Lakini pia tuna mfumo rahisi wa kupokea taarifa za siri kwa wale ambao wanaogopa kujulikana. Ukiingia kwenye website yetu tuna portal ambayo unaweza kaingia na ukaingiza taarifa zako bila hata kuweka utambulisho wako, ila tutupatie taarifa sahihi na utupe location ya tukio la kihalifu linapotendeka,
ili tuweze kushirikiana na vyombo vingine kuweza kufika na kuchukua hatua. Lakini pia tuna kituo cha huduma kwa wateja ambacho kinafanya kazi na tuna namba za simu ambazo zinapatikana muda wote na simu hizo ni bure. Unaweza kuzipata pia, zinapatikana kwenye website, lakini pia unaweza kutuma email au namna yoyote ambayo unaona ni rahisi kutufikia. Lakini pia tunashirikiana na wenzetu wa TAMISEMI kwa maana ya ofisi za halmashauri. Ukifika kwenye ofisi ya halmashauri yoyote kuna dawati la TBS pale, unaweza kuwasilisha taarifa na taarifa ikatufikia. Lakini pia tunao wakaguzi ambao tunashirikiana nao kwenye level ya halmashauri ambao wanafanya shughuli za ukaguzi kwa niaba ya TBS hasa kwenye bidhaa za chakula na vipodozi. Bila kuthibitishwa kwa bidhaa kuna madhara mengi yanaweza yakatokea. Ni yapi? Madhara ni mengi. Kwanza kuna madhara ya kiafya kwa walaji, kwa zile bidhaa ambazo zinatumiwa moja kwa moja au zinaenda moja kwa moja kwenye mwili wa binadamu. Na tafiti zinaonyesha asilimia kubwa ya magonjwa ambayo yapo sasa hivi yanatokana na chakula. Kwa hiyo kama bidhaa haijawa na ubora unaotambulika, inaweza kuleta madhara makubwa sana kwenye afya. Madhara ya pili ni ya kiuchumi. Uchukue mfano wa sekta ya ujenzi. Kama vifaa vya ujenzi vinavyotumika havina ubora unaotakiwa, lakini pia ile mitambo inayotumika kujenga kama haijafanyiwa ugezi, tunaita calibration, inaweza ikajenga majengo au ikajenga barabara au ikajenga madaraja chini ya kiwango na ikapelekea hasara kubwa sana kwa watumiaji, lakini pia hata kwa serikali, kwa maana kwamba kurudia kujenga mara kwa mara wakati ingeweza kujenga mara moja na miundombinu ikakaa kwa muda mrefu. Madhara mengine ni kwenye mazingira. Kama bidhaa hazina ubora unaokubalika, zinaweza zikaleta athari kubwa kwenye mazingira, hivyo kuathiri ile tunaita maendeleo endelevu, sustainability ya vizazi. Kwa hiyo ni muhimu pia kuzingatia masuala ya mazingira tunapozalisha bidhaa zetu au tunapofanya biashara zetu kwenye nchi yetu hii. Baraka, sisi tunakushukuru sana, na elimu inaendelea kumfikia Mtanzania bila shaka pale ambapo anakutana na bidhaa ambayo haijathibitishwa ubora, basi atoe taarifa kwa ajili ya kuokoa na kuepusha hayo madhara ambayo umetutajia hapa. Ni siku ya ithibati duniani, na tumezungumza hapa umuhimu wa kuthibitisha bidhaa pamoja na huduma, tukiwa na afisa udhibiti ubora mwandamizi kutoka shirika la viwango hapa nchini Tanzania TBS, Baraka Mbajije. Sasa tukapate penyenye mitandaoni.